Yes, we are going now to change our topic, and we are going to study John 14:1, which says, "Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." That's our point that we are going to study. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Kiswahili? Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Yes. Akaendelea akasema, in my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I'll come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Those are very pleasing words. Wakati umesikia hizo, kijua our Lord has gone to prepare a place for us. And if it were not so, I would have told you. And I'll come back again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Kwa hivyo kuna wakati pahali Kristo atakuwa, hapo ndio tutafanya nini? Hapo ndio tutakuwa. Ama pahali yako ndio sisi tuko. Okay, but our study is verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Our doctrine on this point is that Christians should carefully guard themselves against heart trouble. Christians should carefully guard themselves against heart trouble. So, what is this trouble of heart that is here spoken of? What is this trouble? Ni shida gani hii Christ aliambia mitume? Let not your heart be troubled. One, there is twofold evil. And unless we first understand them, it is hard to understand what our Lord is talking about. One, it is what we call natural evil. Natural evil is a misery. Which is a misery? Now, natural evil, it is outward. Those evil which comes unto us, those are natural evil. And sometimes we cannot avoid them because they just come. There is another one which you call moral evil. Moral evil comes from inside, and that is sin. The evil which comes through they are moral evil, which come from our inside part, what we think, our thoughts and whatever. But there is what we call natural evil, which comes from outside. So the one we act of our own accord, the other we suffer against our will. Moja unaga tunafanya nini? Sisi unaga ndio tunafanya nini? Tunaifanya. Lakini kuna ile nyingine uanga inakuja against our will. Ni gani hii inakuja against our will? Yeah? Is natural. What about moral evil? With our own accord. Maana sisi ndio tunafanya nini? Tunaikosa. Kwa hivyo our Lord here is not talking of this which we are the cause. Yeye anaongea juu ya natural evil. Anaongea juu ya natural evil. So this text speaks not of troubles of sin, but of troubles in the flesh, which being many
and grievous to be borne, it cannot be supposed but that the heart will be touched with them. Hakuna kitu uanga inafanya watu wawe troubled katika hii dunia. Not even moral evil. Moral evil sometimes it is hiyo iko ndio is evil, lakini sometimes doesn't trouble people unless you are convicted, uanze kujua dhambi. Lakini natural evil ambaye ni dhambi ambaye zinatokana na nani? Na mambo ambaye yanatusurround. Yale mambo ambaye yanasurround sisi, mashida hizo ni dhambi wanga zinasumbua watu sana. Ni trouble, they are trouble ambaye hata watu saa zingine wanakosa usingizi. Si ni kweli? Yes. Hizo zinafanya watu wakose usingizi. So, ukisoma 2 Corinthians 4:8 inasema namna gani? 2 Corinthians 4:8. We are troubled on every side. Soma na Kiswahili. Pande zote twadhikika, bali hatusongwi, twaona shaka, bali tarudia. Pande zote twadhikika, bali hatusongwi, twaona shaka, bali hatukati tamaa. You see now, pande zote tunafanya nini? Twadhikika. Tumesungukwa. Ukijaribu hii unakuta unataka kwenda maisha yako, unataka iwe hivi, unataka kufanya biashara yako hivi, lakini you are troubled. Kuna shida. So without the sense of them, they cannot be improved. Neither do we show that reference that is due to our Father's anger is not to be afflicted and harbored under this mighty hand. Kwa hivyo ni kusema hii mashida ambaye yanatokea kwa sababu yanatuzunguka kila wakati, hiyo ndiyo Kristo anaongea, don't be troubled. Kwa sababu gani? Tutaona ni kwa nini nasema don't be troubled. Ukisoma Numbers 12:14 inasema namna gani? Kabla tujafika hapo mwalimu, kidogo tuende hiyo 9. Inasema twaudhiwa, bali hatuachwi. Twatupwa chini, bali hatuangamizwi. That is it. Twatupwa chini, bali hatufanyi nini? Hatuangamizwi. That means those are the 10. Siku zote twachukua katika mwili kuua kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika mwili yetu. Kila siku tufanya nini? Twachukuliwa kuwa. That is troubles. Because ni kusema huu mwili lazima upitie majaribu mengi, lazima uumizwe, lazima upitie mambo mengi sana ndio ufanye nini? Ukufe. Ndio mtu wa ndani afanye nini? Aubike. Ule mtu wa ndani ambaye is a child of grace lazima aubike, na ataubika kwa sababu ya huu mwili kupitia katika mashida mengi sana ambaye kila siku kama hivyo that Corinthian imesema tunafanya nini? Tunauawa. Kiingereza, hebu soma na Kiingereza that verse. Huyo amesoma 1 Corinthians 2 Corinthians soma kuanzia 9. Persecuted but not forsaken. Rudia kuanzia 8. We are troubled on every side, yet not distressed. Yes. We are perplexed, but not in despair. Persecuted but not forsaken. Cast down but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. Always bearing in the body the dying of the Lord Jesus.
and that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Yes. Always bearing in our body the dying of our Lord Jesus. That the life of our Lord Jesus Christ must be manifest in our body. Sawa? So, if you read Numbers 12:14, inasema nini? Bwana akamwambia Musa. Akamwambia Musa, je, kama baba yake angelimtemea mate usoni tu, angaliona aibu muda wa siku 7, na afungwe nje ya kambi muda wa siku 7, kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena. Kiingereza? Nasema, and the Lord said unto Moses, if her father had but spit in her face, should she not be ashamed 7 days? Let her be shut out from the camp 7 days, and after that, let her be received in again. Kwa hivyo, if your father spit at your face, you must be what? Ashamed. You must be ashamed. Azia hiyo Numbers 12:13. And Moses cried unto the Lord, saying, heal her now, O God, I beseech thee. And the Lord said unto Moses, if her father had but spit in her face, should she not be ashamed 7 days? Let her be shut out from the camp 7 days, and after that, let her be received in again. Kwa hivyo huyu ni nani? Alikuwa na shida gani? Miriam. Ni Miriam. Na sasa ni nini ilikuwa imefanyika? Ni wakati walifanya nini? Walikosoa nani? Musa. Sasa akaapikishwa nini? Ukoma. So Musa wakati anamuombea afanye nini? Apone. Mungu akamwambia mnagani? Kama baba yake amemspiti kwa macho yake, kwa yani kama baba yake angemtemea mate, angekuwa na rahana siku 7. Kwa hivyo nani huyu baba yake anamtemea mate? Sasa hapo tunafundisha nini? Nani huyu ambaye angemtemea mate awe na laana? Kama Miriam kama baba yake angekuwa angemtemea mate awe na laana siku 7. Alafu kwenda hapa inasema kidogo. Bwana akamwambia Musa, je, kama baba yake angelimtemea mate usoni tu, angaliona aibu muda wa siku 7, na afungwe nje ya kambi muda wa siku 7, kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena. Kwa hivyo ilikuwa ni kana kwamba kulikuwa na sheria ya kutemea nini? Ya kutemea mate. Kama labda umekosea, baba yako anakutemea mate, unaondoka katika kambi siku 7. Sikiisha alafu urudi. So ni kana kwamba Mungu anataka kuwaonyesha ya kwamba Miriam amefanya uovu. Naye anataka awe atengwe kutoka kwa kambi. Kwa hivyo kusema huyu baba ambaye anasemekana mtia mate, ni kusema hii sheria ambayo ilikuwa imewekwa pale, Mungu anataka kuwaambia hata mimi nikiwa Mungu, mimi ukiwa umefanya makosa na kutemea nini? Ni kuadhibu. Ni kuadhibu. Na ukae kando muda wa siku 7. Ni kumaanisha mpaka wakati mimi nikiwa Mungu nitaona vyema nifanya nini? Urudi. Si sawa? So ukisoma Waefeso 14 no 4:19 4:19 ambao wakiisha kufa ngazi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza
kila namna ya uchafu kwa kutamani. So huyu ni mtu akifa ngazi, ni kumaanisha ni mtu ambaye hana nini? Ni mtu ambaye conscience yake haimshuku tena. Hiyo ndio kufa ngazi. Ganzi. Ni kusema anaweza fanya mambo without any break ama without any fear. So hapa sasa tunaambiwa nini? Not with the sin, though they provoke God to his very face with their continual brutish practices, yet they never lay their condition to heart. You see now, conscience is seared or at least benumbed their past feeling. You see now, their past feeling. Unakuta hawa kuna watu ambaye kabisa their past feeling kusema hawawezi kusikia tena, conscience yao imekufa. So shall we say to this, let not your heart be troubled? Watu ambao wamekufa gazi, tunaweza kuambia let not your heart be troubled? No. Hakuna. Kwa sababu ukirudi hiyo juu kidogo 17 inasema basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa yaendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. So wao sasa ndio tunaambiwa sasa hapa, tunataka kuona let not your heart be troubled. Wao sio wao wanaambiwa hivyo. Sasa hao kwa sababu ya ugumu wao na wamefarakanishwa na uzima wa Mungu. So hawa ambao Kristo anaambia ya kwamba msifanye nini? Msifadhaike mioyoni mwenu. Yes. Kwa sababu msiwe kama wao, kwa sababu wao hakuna uzima ndani yao. Nyinyi mko na uzima. Mko na uzima. Kwa hivyo nyinyi msifanye nini? Msifadhaike. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu yale yote ambaye Mungu anapitishia nyinyi ni kwa upendo, ni kwa sababu yeye anataka kufanya hivyo ndio afanye nini? Awarainishe. Ndio Kristo aumbike ndani yenu. Lakini hii haongei kwa hawa wengine. Kwa sababu gani? Hawa watu wamekufa ngazi. Their past feeling. So, huwezi kuambia don't be troubled. Why? Kwa sababu wao katika maisha yao na raha yao. Na they are very okay. Hata ukiwaambia don't be troubled, hawawezi. Mtu wa mwili hauwezi kumwambia juu, yani wakati anaenda bila pesa, umwambia ati unajua sasa nini? Usifadhaike. Hakuna kitu kama hiyo. Nitaishi namna gani? Wao wanataka kusema nini? So wengine, these usurp a peace and exemption from trouble, as if joy and comfort were their portion. The only way for such is to be troubled, that their trouble may prepare them for comfort. Hawa watu wa mwili, the only way yao ni kufanya nini? Is to be troubled. For their yaani hiyo trouble yao ndio itawapatia nini? Comfort. Hiyo lazima kwanza tuelewane. Maana tusipoelewa hapa, hatutaelewa Christ hata nani anawaambia hivi. Na tofauti hawa wanaambia na hawa wengine. Hawa wengine ukiangalia mtu wa mwili anajua to have comfort in this world I must work very hard. I must be troubled. And that's why unakuja kuona mtu wa mwili hakuna kitu hawezi fanya ndio apate nini? Apate pesa. Kwa sababu anatafuta nini? Worldly comfort. Na hakuna kitu kingine anaona. Yeye anaona tu asipokuwa na hii hawezi lala. Yule ambaye anatafuta hona, kuna mtu anaona asipopata hiyo hona, hii dunia haiwezi kuwa mzuri. In fact, hakuna kitu kingine yeye anatafuta. That's why tunaona watu wengi wana campaign. Si kweli? Wanatumia pesa mingi sana ambaye mtu anaweza kula miaka yake yote. Lakini dhati hona ndio anataka nini?
ndio natafuta. Can you tell that person not to be troubled? Utamwambia yaani wewe enda ambia mtu ambaye anapigania kiti, umwambie sasa hii. Wewe yaani wewe jua unasumbuka kwa sababu ya nini? Na hiyo kiti haifanyi nini? Alale usingizi. Wengine walali usingizi. Sasa mwambie don't be troubled. So Christ is not talking to such. Christ came to save sinners. But they are penitent and broken-hearted sinners that are weary and heavy laden under the burden of sin. Christ came for that. Sinners. Lakini not worldly rich people. Not worldly oriented people. Those people will be trampled in this world mpaka waingie in their grave. They will never have that peace. So, ndio Kristo anasema, come unto me all you that labor. That is Matthew 11:28. Come unto me all you that labor and are heavy laden and I'll give you rest. Si ndio? That's why anaongea kwa nani? Kwa hawa. Njooni kwangu. Anakuja pale anasema Matthew 9:13. I came not to call the righteous but sinners to repentance. So, not with misery, neither with their father's anger, nor their brethren misery. O Lord, Jeremiah 5:3. O Lord, are not thine eyes upon the truth? Thou hast stricken them, but they have not grieved. Who are they? Hebu soma Jeremiah 5:3. Uone watu wa mwili vile wako. Jeremiah 5:3. Ee Bwana, macho yako je, hayaangalii uaminifu? Umewapiga lakini hawakuhuzunika. Umewakomesha lakini wamekataa kurudiwa. Wamefanya nyuso zao kuwa ngumu kuliko mwamba. Wamekataa kurudi. You see now, who are they? They are unregenerate. So Christ is not telling such a people, don't be troubled. Kwa sababu gani? Wanapigwa lakini hawezi fanya nini? Hawezi rudi. Na ndio niliwaambia, ukiangalia dunia hata pahali tuko saa hii, many calamities ambaye tunaziona, the unregenerate, they don't care or they don't see the heart of God in them. Kwa hivyo Mungu wakati anapiga yani watu hawezi ona. So you can never tell such a people to be not to be troubled. They are going to be troubled because they will never see the heart of God in anything. Kwa hivyo mwalimu, wakati Yesu anasema ya kwamba msifadhaike, anataka kupea wanafunzi wake ama waumini tumaini ya kwamba ingawa mko katika huu ulimwengu, kuna mambo ambayo mtapitia na sio rahisi, ni mambo magumu, lakini hayo mambo yasiwafanye mfanye nini? Mpotoke katika njia zangu. That is it. Na ndio hapo sijina kawaambia, I go to prepare a place for you. That means mutapata shida, lakini in everything that you are going to to pass through this world, msifanye nini? Msifadhaike, don't be troubled. These are the normal way of salvation. And that's the way you are going to pass that way. Na mjue mkimaliza, mimi nimepitia wapi? Nimepita hapo. Na nyinyi mtapita wapi? Na mimi sijawaacha, nimeenda kutengeneza nini? Makao. Ndipo pahali ndiko mtakuwa. So, anataka kuwaweka in a way that Christ knew that these people, watu wamewaacha, alikujua wengi watakufa,
watauawa kwa sababu ya huu ukweli. Alijua hawa watu ile mashida watapitia, hata watapigwa. So he was trying to encourage them. And through them, he is encouraging us also. Na ndio naona hapa tunaambiwa katika Yeremia, kwa wale watu wa mwili, O Lord, are not thine eyes upon the truth? Thou hast stricken them, but they have not grieved. Umewapiga lakini hawafanyi nini? Hawasikii. They have not grieved. Why? Kwa sababu saa hii ukiangalia, for example, tuko na ugonjwa hii ya coronavirus. Ukiangalia binadamu wa kawaida, the unregenerate, the only hope they have ni wapate nini? Chanjo. The only hope they have ni kuprepare themselves. Vile wataizuia, na ikija watu wafanye nini? Watibiwe, wafanye ni wapo. But they never see at the end one time the hand of God. The hand of God. Hawezi ona. Ndio hapa naambiwa, you have stricken them but they cannot see. Nasema, thou hast consumed them but they have refused to receive correction. Yaani Mungu anawapiga, hata na consume watu, hata anafanya janga itokee, janga fulani, lakini they cannot see the correction. They cannot receive the correction. They have made their faces harder than a rock. They have refused to return. Si tumeona pale? They have made their faces harder than what? Than the rock. Kwa hivyo nikusema, huyu mtu ambaye ni unregenerate, he is not he is not the one Christ is telling not to be troubled. He can never be troubled. Hata ukisikia akiongea juu ya nini, is notions. Wakati unaenda unasikia mtu akisema sasa hii coronavirus, sijui sasa hii ugonjwa, these are notional talk. But there is no a heart of repentance. Watu waone dhambi zao. Hakuna. Hiyo binadamu wa kawaida uanga hana naye. Ukisoma Amos 6:3 nasema nini? What did these people do? Amos 6:3. Inasema, nyinyi mnaoiweka mbali siku hiyo mbaya na kulileta karibu kao la udhalimu. Ye that put away the evil day and cause the seat of violence to come near. You know, fall out what will they set their heart for ease and pleasure, and cannot delight, and are given altogether to mirth and jollity, riot and revelry, and all manner of vanity. Kwa hivyo kumaanisha wao, even that day of calamity wanaiweka wapi? Mbali. Hata wakati mnasema Christ is coming again second time, wao wanaiweka wapi? Mbali sana. Why? Because they don't even believe it. Watu mbili they don't believe. Wao mnafikiri hata wanaogopa ati kuna Yesu anarudi. They don't. Hata kiongea anaongea, lakini yeye that day anaiweka mbali sana, na hata akitaka aikae kwanza afanye nini? Enjoy maisha yake. Akae comfortable in this world. Afurahi kwanza. Afurahi. Ni wachache sana wakiambiwa ati next week Yesu anarudi, wapiga wafurahi hii dunia. Labda uhesabu huyu na huyu. Wengi hata wanaweza kusema na yeye. Are you serious? Are you serious atanarudi? Mko serious kweli anarudi? Wewe ni wachache sana wangefurahi. Wengi wangetaka afanye nini? Akaakae. Wafanye nini? Alafu. So, the causes of this trouble. First, nini uanga inaleta hii trouble? Tumeona Christ is not talking to who? To the wicked.
Christ is talking to the children, yani his children. Lakini sasa lazima tuelewe, akiwa anaongelea watoto wake ni kumaanisha they are troubled. Unaelewana? They are troubled. Christ has kuongea kitu ambaye haifanyi nini? Haiko. Kitu ya kwanza tujue they are troubled. Nini wanga inaleta this trouble? Ya kwanza ni carnal self love. Carnal self love, which is all for bodily ease and welfare, or the pleasures and honors or profit of the world. Carnal self love. Hiyo ni kumaanisha nini? Nini wanga inaleta this trouble? Na ni kwa watoto wa Mungu. Ni carnal self love. Ama unafikiri kwa sababu wewe unaitwa mtoto wa Mungu ama the elect, unafikiria wewe uko sawa sana. You are not, ati wewe sasa you don't have that carnal principle in you. Bado iko. Ninataka kuzushwa. Bado iko kubwa sana, ujue wewe unataka urudishwe chini. So that kind of self love ndio inatakiwa igongwe ndio irudi chini. Kwa hivyo ni kumaanisha nini? Kwa sababu wewe unataka kukaa kama watu wengine. Unaotea kuwa na nyumba kama watu wengine kubwa. Unaotea kuwa na maploti ama manyumba. Unaotea kuwa tajiri. Unaotea kuwa kama watu wengine. Unaona kabisa kama ningekuwa hivi ningekuwa comfortable. All these things are going to trouble you, whether you like it or not. They are going to trouble you. So they that are under the power of it seek great things here, and the disappointment of their carnal expectation breeds trouble. Ukiona you are troubled of anything in this world, ukiona uko na mashida mengi sana ambayo yanakusumbua, ujue there is something you are aspiring na haufanyi nini? Hauipati. Kuna kitu you are aspiring na uipati. Hapo ndio chanzo ya the problem. Hapo ndio shida inaanzia. Whether you are Christian, and here nimesema ama tumesema hakuna mtu wa mwili ambaye yani Christ is talking to. Wakati anasema don't be troubled, hawakai juu ya watu wa mwili. Watu wa mwili tumeona nini? Wao wangu lakini hawarudi. Tumeona nini? Hawana trouble. Tumeona si ati hawana trouble. Wako nazo, but they can never, hakuna wakati unaweza kumwambia don't be troubled. Watajisumbua zaidi. Ndio tumeona. Mtu wa mwili tumeona hata ukimwambia don't be troubled, Christ is not talking to such a people. Mtu wa mwili he will be troubled. Kwa sababu gani? He must have his carnal desire. Na hata ukimwambia don't be troubled, unamwambia sasa nifanye nini? Unataka nikae sasa nifanye nini? You see? No. Christ is not talking to those people. Hawa tumeona wamekufa ngazi na haja yao ni nini? Ni their happiness. Ifanye nini? Iingie. Itimie. So Christ hapa tumeona anaongea juu ya watoto wa Mungu kwa sababu anajua even us we are going to be troubled. We are going to be troubled kama watu wa mwili. Tutakuwa troubled kwa sababu gani? Hata wewe haujatoka, yani saa hii umezaliwa, umekuta watu wako wanafanya kazi, umekuta watu wanaendelea, unakaa unaona watu karibu na wewe ndio kuendelea wanaendelea, wewe uko na mashida, uko na bibi, uko na watoto, unataka wasome. Ungetaka hata waende shule mzuri kama watoto wengine. Are you not going to be troubled? Yeah? Utakuwa troubled. Lakini Christ anasema mna gani? Don't be troubled. Sawa? So, sasa hapo ndio tumeona this carnal self love. Hapo ndio trouble inafanya nini? Inaanzia. Ni kumaanisha why not this carnal self love? Hakukuwa na nini? Na trouble. Na this self carnal love hii, it is something in you. Ni kwa sababu wewe hata kana kwamba unaoshwa, ujue bado by nature
wewe ni binadamu, yani hata wewe umekuwa harvested kwa wale watu. So ukisoma Ecclesiastes 1:14 inasema namna gani? Nimeziona kazi zote zifanyazo chini ya jua, na tazama, mambo yote ni ubatili na kujirisha upepo. Unafikiri Solomon sasa akiona hivyo ni nini ilikuwa ni nini wapi alikuwa amefika? Ameona vitu vyote katika chini ya nini? Ya jua. Lakini akaona zote ni nini? Ni ubatili. Meaning Solomon, tunaambiwa, of all the people in this world, God did something to Solomon. Akampatia mali yote ambaye binadamu anaweza kuwa naye. Najua Mungu anaweza fanya an experiment na mtu, akampatia kila kitu that Solomon that a person in this world anaweza taka. Akampatia utajiri wote. Inasemekana hata Solomon yeye ndio alikuwa anaita watu kwa wafanya nini? Wakuje. Anafanya karamu kubwa because he had a lot of money. Ndio sasa Mungu kupitia Solomon aongee, aone kana kwamba mtu akipata mali ya dunia anaweza fanya nini? Tosheka. Lakini Solomon after kupatia hiyo mali yote ya dunia na raha yote ile akitaka, wakati ilimuingiza katika shida mingi sana, ndio akakuja akakaa chini akaandika his 2 books. Usifikiri Solomon aliandika wakati alikuwa tajiri, hapana. Aliandika wakati alipita uzito mwingi sana akiwa na mali nyingi sana mpaka akapotoka njia nani? Ya Mungu. Akapotoka njia ya Mungu. Sasa hapa ndio anasema I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of what? Of spirit. What is vexation? Vexation ni yani vitu za kukuumiza. Roho yako haifanyi nini? Haitulii. The affectious. Akaona kila kitu ni nini? He found all worldly things not only vain and ineffectual to confer happiness, but which is worse, up to bring much trouble and affliction upon the hearts of those who are too earnestly conversant about them. Solomon aliona hii mali ni mzuri na vitu, lakini kitu ya kwanza ambaye ni worse, ambaye ilishangaza yeye, being as happy as rich as he was, alikuta hiyo mali aliona ni affliction tupu, hakuna kitu at the end of the day. Na sisi saa hii binadamu anatafuta nini? Huyu alipatiwa na Mungu as a child of God, ndio aambie watu kweli wa nini? Wa mali. Lakini mali aliona hakuna kitu. It is just for vexation of the spirit. So Christ hapo ndio anatuambia don't be troubled. Kwa sababu wewe ndio uwe mtu ambaye ni Mkristo wa kweli. Hii mali unaona kama ni ya maana, hiyo hautapata. Na utasumbuka sana hii dunia, lakini hiyo hautapata. Na zaidi ya hayo, hata mwili utafanya nini? Utaumia. Leave alone mali, hata huu mwili utafanya nini? Utaumia. Utaumia kabisa. Mpaka hata ukicheza hakuna kitu ambaye ni nguvu ati ya mwisho katika Ukristo kama nini? Kama Maana kuna pale amesema hamjajaribiwa mpaka mkafanya nini? Mkamwaga damu. Meaning this life of a Christian sio life vile watu wanafikiria.
and it is a comfort of this world. No. So, the life of sense, which only look to the present state of things, and we have not, and if we have not all things which we affect under the views of sense, trouble filleth our hearts. The life of sense. Kama hatutapata zile vitu ambaye tunataka kama watu wengine, trouble fills our hearts. Trouble. Mimi nakwambia na ni ukweli. Watu atakulala. Wafanye nini? Unakuta mtu usiku anaamka hata anastuka. Kwa sababu ya nini? Ya trouble. Why? Ni kwa sababu kila mmoja anauliza, na sasa kesho itakuwaje? If I don't do this, sasa kutakuwaje? We are troubled. Paulo amesema mna gani? We are troubled, but we are not confused, yani consumed. Mungu atakubali tufanye nini? Tuwe consumed. Lakini trouble itafanya nini? Itakuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata sisi tuko na mafikira. Uko na mtoto, huyo ni mtoto analia pale. Unafikiri ukikosa kibarua siku mbili utafikiriaje? Unaweza lala kweli? Utaanza uanze kufikiria sasa, na sasa huyu mtoto atakula nini sasa? Sasa hapa ni kitu na watoto zakula namna gani? Mwenye nyumba ndio huyo anakuja. Lazima uulize sasa, nisipopata kazi hii nyumba nitalipa namna gani? All these things they are there. But our Lord anasema namna gani? Don't be troubled. Lakini watu watasema, sasa akisema tusiwe troubled, itatokea, yani hii mali itatoka namna gani? Hii shida itaisha namna gani? Ukiambia mtu wa mwili hivyo atasema, sasa wewe unasema namna gani? Kwa hivyo watu wakae chini wagoje. No, sio hivyo. As we are going to see, sio hivyo. So, ukiangalia, ukisoma Hebrew 12:11. Inasema namna gani? Haraka. Hebrew 12:11. Inasema namna gani? Kila adabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. So, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Sisi na hakuna chastening, hakuna pigo ambaye wakati hii inasikika ikiwa nini? Ikiwa sawa. Sawa? So, ukiangalia, all afflictions is ungrateful to flesh and blood, and so cannot but be troublesome to us if we look only to the present. But then, in the end, it giveth us all full recompense of all the patience, namely, such an increase of grace and bring peace along with it. Kwa hivyo lazima tujue, hakuna affliction ambaye wakati huu inaonekana ikiwa sawa. Yote itakuwa iko na kuumiza. Hakuna affliction inaonekana ikiwa sawa. Kwa hivyo hakuna wakati ufikirie wakati huu utafurahia kwa sababu ya kitu yote ambaye yani unapitia. So, fancy, faint consent, and false appearance, and so we are often troubled at what may afford joy. Saa yote uanga tunajaribu kuona ni nini inaweza kutupatia raha, na wakati hatupati raha kulingana vile tunataka, we are troubled. Sawa? So, the nature of this trouble. The nature of this trouble. Kitu ya kwanza, the first things
of the nature of this trouble. One, a fear of danger or evil to come. Hiyo ndio trouble ya kwanza. Si kweli? Kuogopa nini? Kifo. Evil ambaye inaweza kutokea na danger ambaye inaweza tokea in future ambaye hatuelewi ni gani. Lakini hiyo inafanya nini? Inatusumbua sana. So there is fear in the approaching danger. Nasikia kuna uoga of approaching danger. Ukisoma John 14:27 inasema nini? John 14:27 nasema, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kwa nini anawaambia tena hapo, let not your heart be troubled or let not your heart be afraid? Ni kwa sababu anaenda kuacha nini? Anaenda awache, kwa maana wakati walikuwa na yeye walikuwa na amani, walikuwa na mambo mengi. Lakini sasa wakati yeye anaondoka, anajua mambo ambayo atawafuata ni mengi. That is it. Kwa hivyo bado anawaambia don't be troubled, kwa sababu anajua sasa wako na fear, akienda itakuwa namna gani. So Christ anasema tena, tukisoma Matthew 6:34, take no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficiency into the day is the evil thereof. Kiswahili? Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. So we must not be over solicitous about future contingencies, nor be anxious for that today which may be soon enough cared for tomorrow. So wakati Kristo anasema don't be troubled, anaangalia mambo mengi sana ambaye wanga inasubua binadamu. Na hapa anataka kusema namna gani? Wewe kama ni mwana wa Mungu, usiwe solicitous sana kesho kutakuwa namna gani, ama 3 days to come, ama mwaka mwingine kutakuja kuwa namna gani. Manake the moment umeanza kufikiria hivyo, automatically utaanza kujitengenezea your survival ya kesho, regardless the law of God. Utapotoka automatically kwa sababu ya uoga. Fear itakupeleka mpaka ukute wewe mwenyewe hata umewacha njia, kwa sababu kuna kitu inafanya nini? Inakusumbua. You are being troubled. Hiyo trouble ndio inakusumbua, na hiyo ndio itafanya ufanya nini? So we must usually anticipate our troubles and make our present condition more grievous by bearing the charge and burden of the future also. Sisi wenyewe ndio waka tunafanya our life iwe grievous at the present. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuleta burden ya kesho, tunaileta wapi? Tunaileta leo. Kwa hivyo unabeba nini? Sio kama tunaelewana. Unabeba mzigo ambaye unakuja wewe leo, it is today. Na uko na mzigo Mungu amekupatia kubeba. Nataka tuone kwa nini many are sick and asleep. Mungu amekupatia leo and he knows wewe, if you should live as he has told you, you will be very comfortable, healthy person in this world. Lakini wewe unakuja unaangalia miaka 10 mbele, ama tuseme 5. Unakuja yote miaka 5 unakuja unaileta wapi? Kwa siku moja. Kwa siku sasa ile unaishi. You are planning 5 years to come, unakuja sasa yote unaiweka kwako sasa. Inaanza kukusumbua. Sijui maisha itakuwa namna gani. Mimi naona kabisa mambo yangu hata haitakuwa sawa.
Mimi hata naona, you see all these things inaanza kukusubua. Na ndio unaona watu wengi wanaishi maisha yaani maisha ngumu sana in this world. Na ndio hapo tumesema Christ is not talking to the people of the world. Kuna mtu atakwambia hapa, atakuja kuelezea watu wa dunia wanapanga vizuri sana, hata wanachukua maloni ndio wafanye yani whatever wa invest. Wao Christ pale tumesoma katika Yeremia tukaambiwa wao they don't care. They are going to be troubled. Na hata watakuwa hawatarekebika kwa sababu gani? They have the whole life it is on their back and they want to plan kila kitu. So huyu mtu atafanya mambo kama hayo. Na ndio unaona watu wakati wanafundisha ukweli, watoto wa Mungu wakifundisha ukweli, they cannot agree with the truth of God kwa sababu wao wanaangalia hawa watu wa mwili vile wanaishi. Wakiangalia hivyo sasa, wakija kuletwa kwa njia ya ukweli vile Mungu anataka, inakuwa it is very hard. But hapo ndio tukasema Christ is not talking to huyu mtu wa mwili. Manake mtu wa mwili atachukua hata roho, akimaliza hiyo anachukua ingine na anaweza ishi hii dunia being a very troubled man. I have seen people anakaa kabisa, unaona kana kwamba huyo mtu ako sawa, lakini ako na nyumba ndio na anafanya mambo mengi sana, but he die a very miserable man. Miserable how? He will never have any peace in this world. Saa yote ako wapi? Ndio. Saa yote analipa madeni, saa yote ni kukimbishwa na maloni, saa yote that hata akimaliza, by the time unakuja kumaliza age yake hapa, hata kana kwamba atakuwa ako na mali, ako na estate worth 1 million ama 50 million, lakini hii mali yote itakuwa bure kwake kwa sababu hata enjoy even one day, kwa sababu he has ever been troubled. Since alianza he has never had comfort. Lakini watu wa mwili wakiangalia wanafikiri that is comfort. Wakati mtu amekuwa troubled kutoka wakati alikuwa kijana ni kukimbia kutafuta mali. I have seen some people hata kula chakula ya maana hawezi kula. Na ni mtu ako na mali nyingi sana, lakini hata time ya kukula anakuta anaenda na kio kale kandeni kadogo tu kula haraka ndio aende wapi? Kazi, afanye biashara. Na hapo na mali nyingi sana lakini hana time. Kuamka anaamka saa 10 ya usiku. Kuingia anaingia saa 5 ya usiku. Kuna watu hata watoto wao hawajui. Lakini huyo mtu akwambia anaona ako sawa. Huyo mtu akimaliza hii loan unakuta amechukua ingine. Akimaliza hii loan amechukua ingine. So Christ is not talking to such a people. These are worldly people. Now you cannot compare them yourself with them. He is talking to the watoto wa Mungu. Kwa sababu gani? Wewe hataki uchukue mambo yote ya future uilete kwa ile wakati unaishi. Anataka wewe utrust yeye, umwachie. Na kumwachia sio kuacha kufanya kazi. Sasa hapo watu tena wana confuse. Si ati kuacha kufanya kazi. Wewe fanya kazi lakini you must do it lawfully. Lawfully kusema namna gani? You must persist, but it must be within the law of God. Kama unataka kuwa mwana wa Mungu, you must persist, but within the law. Sasa hapo God, hapo ndio Mungu anasema don't be troubled. Manake if you do it lawfully, I'm with you. Hata wakati unasikia uko namna gani, kabisa nitakuwa na wewe. Kwa sababu wakati unafikiria sasa ati mambo haiwezekani, Mungu anakuja anafungua njia zako. Manake anafanya nini? Lakini the moment umekuwa troubled, you are going to strive but not lawfully. Kuna mambo utaigiza yako ambaye si ya kawaida. Sasa hapo ndio Kristo anasema don't be troubled. So by our cares and fears about futurity oppress and so both overwhelm ourselves and take God's work out of his hand. So wakati wewe unakuwa troubled, unaanza kuona kana kwamba mambo haitakuwa sawa, unafanya nini? Unaondoa Mungu, unafanya nini? Unaenda sasa unaweka mambo yote mikononi mwako. Utafaulu kweli?
Sio kama tunaelewana? When you get troubled, ni kusema wewe even yale Mungu anasema ufanye nini? Hauikubali. Ni kama vile tumeona hapa asubuhi tukaona namna gani? Tukaona watu wanaambiwa na Mungu, rudini kwangu, lakini wanauliza namna gani? Tutarudi ni wapi tumekosea? The same thing here is going to happen. You'll be troubled mpaka utafute njia zako. Ukiulizwa wewe, hii ndio unaenda kwa sasa ni wapi nimekosea? Kwa nini unaenda hivyo? Hapana, lazima watoto wangu wafanye nini? Wakule, washibe na wasome. Basi. So, utafanya nini? So all these things, ndio Kristo anasema, let not your life be troubled. This trouble did arise from sorrow and immoderate dejection because of the loss of Christ's bodily presence. Now I'm talking to these apostles. Ni kwa nini walikuwa Kristo anawaambia don't be troubled? Ukisoma John 16:6 nasema, because I have said these things unto you, sorrow have filled your hearts. Kwa sababu Kristo alikuwa amewaambia yale itakuja kufanyika, walijaa na hofu. Manake Christ was to depart. Walijaa na hofu. So hiyo ndio shida ambayo tuko nayo. We don't kama wanafunzi hawakuweza kuwa na peace. Kwa sababu Christ ameenda na walikuwa wanamuona hivi. What about us? Ambaye hata spiritually hatujai kufanya nini? Kumuona. Are we going to have peace? Mnafikiri hapo ati si tuko we are better than the apostles? No. So indignations or a fretting dislike of God's dispensation, that this was a part of the disciples' trouble apparently from Christ's whole discourse with them. Ukiangalia kabisa hiyo ndio ilikuwa shida yao, huyu wanaenda tuachwe na nani? Na their hope was in Christ. But walikuwa wanafikiria Christ is going to make things very better for them in this world. Wakiwa wako na yeye. Sasa anasema anaenda tuachwe namna gani? The bodily presence of Christ was comfortable to them upon a spiritual account as they enjoyed many sweet instruction by it. Kwa hivyo walikuwa wanafurahi sana wakiwa na Kristo, the body presence. So wakati alisema anaenda wakawa troubled. So why Christians should not let their heart to be troubled? Why Christians must not let their heart to be troubled? We have somewhat within us and without us which will always be an occasion of trouble. Hivyo tujue that we have somewhat within us and without us which will always be an occasion of trouble. There is corruption within and an evil world without. Those are the two things ambaye zitafanya sisi tuwe troubled na hatuwezi epukana nazo. Those two things. The corruption within and an evil world without. So, a believer is not to become as a stock or a stone or cease to be a man. Our flesh is not as the strength of brass, nor are our sinews iron. So, our Savior himself was troubled. Si ni kweli? Kwa hivyo, even our Savior, ukisoma John 12:27, inasema namna gani? John 12:27, inasema namna gani? Unasema, sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii, lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyoifikia saa hii. Kwa hivyo you see now, even Christ himself was
troubled. Kwa hivyo ni kumaanisha even ourselves we are not stones. Hata sisi ni watu na lazima tuwe troubled. So be careful for nothing. Ukisoma Philippians 4:6 inasema be careful for nothing. Be careful for nothing. Hebu soma Philippians 4:6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Kwa hivyo naambia ni nini unatakiwa ku careful? Kuna kitu unatakiwa you careful? No. Be careful for nothing. Wewe tu ni kuambia nani? By prayer and supplication. Wacha Mungu afanye nini? Aelewe shida yako. So na hapo tunasema fear not them that kill the body but are not able to kill the soul. Na ukienda katika 1 Corinthians 10 wanasema weep as you wept not. Weep as you wept not. Hebu soma 1 Corinthians 7:30. 1 Corinthians 7:30. And they that weep as though they wept not. Yeah. And they that rejoice as though they rejoiced not. And they that buy as though they possessed not. That is it. You weep as you wept not. Unalia lakini haufanyi nini? Ukisoma yani kuna ingine nasema katika 1 Thessalonians 4:13 nasema mourn not as men without hope. Don't mourn. You mourn not as men without hope. You mourn as a person with hope. Hope. You mourn with a person with hope. So, kwa nini Mungu anasema hivyo? Kwa nini Mungu anasema let not your heart be troubled? Does he, yani yeye anasema tu just to make you yani is it an empty promise? Is it an empty promise? No. Why? We must know that God, He is absolute Lord to dispose our persons and conditions as it shall seem good in His sight. Sawa, narudia. We must know that God, He is an absolute Lord to dispose of our persons and conditions as it shall seem good in His sight. Kwa hivyo kumaanisha nini? Sisi ambaye tunaitwa watoto wa Mungu, we are goods of God. Sisi ni mali ya nani? Na tujue kama sisi kabisa tunaamini sisi ni mali ya Mungu, hii mali Mungu ataifanya kulingana na vile anafanya nini? Anataka. Sio vile wewe unataka. Kwa hivyo whichever position Mungu amekuweka, usifanye nini? Usinungunike. Don't be troubled. Ni kwa sababu you are not there by what? By chance. Mimi wakati nilijua hivyo, niliona kabisa hakuna wakati yani unatakiwa kuwa troubled in this world. Ati ufikirie sasa wewe ati uko tofauti sana ama kuna kitu ambayo unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Hakuna. Ukisoma Isaiah 45:9 yasema namna gani? Woe unto him that striveth with his maker. Ukisoma na Kiswahili 45:9 nasema namna gani? Ole wake ashindanaye na muumba wake, kigae kimoja katika vigae vya dunia. Je, udongo umwambie yeye aufinyangaye unifanye nini? Au kazi yako hana mikono? Kazi yako
Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that formeth it, what makest thou? Therefore, we must not be troubled when he exercises this his sovereignty. Nikusema wewe unaweza kuuliza yule anakuumba, mbona unafanya hivi? Na kama ni kuumbwa tunaumbwa upya na Mungu. Sasa ni wapi utafika useme sasa wewe uwe troubled? Unaona hakuna? Mwambie mahali nimefika nimetoshelesha wacha nikae vile niko. Uwezi. Kwa sababu yeye anataka akuweke vile yeye anataka. Yeye anataka akuweke vile anataka. Na hata hiyo trouble inakuja bado ni yeye anafanya nini? Anaikubalia. Sasa ni wapi utafika pale uwe troubled? Kiani? Ni wapi utafika uwe troubled? Hakuna mahali. Unaambiwa in everything unafanya nini? See that. Unasema asante Mungu. Kwa sababu hakuna pahali unaweza kusema mimi hapa nimefinyiwa. Nani amekufinya? Na yeye ni mfinyazi. So therefore we must not be troubled when he exercises this his sovereignty. Sawa. So why dost thou strive with him? For he giveth not an account of any of his matter. That is Job 13. So sorry, 33 verse 13. Nasema mna gani? Job 33:13. Nawe kwani kumnungunikia kwa vile asivyotoa hesabu ya mambo yake yote. Kwani kumnungunikia. Na yeye anafanya nini? Kwa vile asivyotoa hesabu ya mambo yake yote. Yeye vizuri kinasema why dost thou strive against him? For he giveth not account of any of his matter. Yaani yeye hapatiani hesabu ya nini? Ya mambo yake yote. Na lakini yeye ndiye anafanya nini? Anaifanya. Ana hiyo ako na hesabu yako vile utakuwa, vile utaenda, maisha yako vile itakuwa, whether you like it or not. Mama Dorothy, upende usipende. Na yani maisha yako iko chini ya nani? Yani mikononi mwa nani? Na vile anataka utokee, hivyo ndio utafanya nini? Utatokea. Kwa hivyo even this richness in this world, wacha tuongee juu alienate people. Hata hii mambo ya utajiri, kuna wale watu wanatajirika tu, hamjai kuona? Na kuna wale watu anafanya kazi na atakufa maskini. Kwa hivyo njia yako Mungu iko mikononi mwa Mungu, na huwezi pita his bound. Hawezi pita his bound. So who shall be judge and arbitrator to take the account of his proceedings? Nani basi atakuwa judge wa Mungu? Aseme sasa yeye anajaji Mungu kwa nini hapo alikuwa nani? And before whom will you call him to read a reason of his action? Utaita nani akuje asikie reason ya Mungu? Ama umwambie kwa yani ndio asikize kwa nini Mungu alifanya hivyo? Nani utaita? Unaita nani? Maana hapa lazima uite mkubwa kuliko nani? Kuliko Mungu. Nani ambaye utaita sasa mwambie hapa nataka mkuje msikie ati Mungu hapa amefanya nini? Amenikosea. Utaita nani? Hakuna. So kama utaita nani? Kama hakuna mtu anaweza kuita na yeye anafanya vile anataka. Na wewe ni mfinyanzi. Na wewe ni nini? Ni udongo. Sasa wewe ni kukufanya nini? So wakati Kristo anasema don't be troubled. Don't. Kwa sababu mimi hiyo njia nimepita. Na nimeenda kutengenezea nyinyi makao. Na si ati anaenda kukaa pale anatengeneza ati nyumba watu wanafikiria ati ni nyumba anaweka mabati huko juu. Makao ni kusema he is building us. Na ninasema where I'll be hata nyinyi wapi? Because nyinyi wote mko ndani ya nani?
ndani yangu na nitawafanya muwe watu wasafi, ndio muwe pahali niko. Kwa hivyo don't be troubled. Ni kwa sababu gani? Hii ndio njia. Hii mnapitia afflictions. Hii ndio mabati. Hii ndio miti ya kutengeneza hiyo nyumba. Na lazima ifanye nini? Tengenezwe. Hivyo ndio Kristo anaambia sisi. Kwa hivyo don't be troubled. So no, he ruled with absolute dominion and sovereignty, but yet shows himself a loving and a tender father to his people. Ukisoma Matthew 6:13 nasema, your heavenly Father knoweth you have need of all these things. Kwa hivyo, the Lord will keep off dangers, provide everything needful, and is more solicitous for your well-being than you can be yourself. Ati Mungu mwenyewe anasema namna gani? Hebu soma hiyo Matthew 6:30 32. Hebu soma. Inasema, kwa maana hayo yote, rudi juu kidogo. nianzie 28. Hapana, asia tu 30, yani 29. 30. Ama 31. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho kutupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavika nyinyi enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. That is it. That means the Lord will keep off dangers, provide everything needful, and is more solicitous for your well-being. Nataka msikie. Yeye hata ndio anakufikiria sana, Njoroge, kuliko nani? Kuliko wewe vile unajifikiria. If only people should know. Mungu ndio anakufikiria sana kuliko vile wewe unaweza kujifikiria. Ni kwa sababu wewe ni udongo na yeye ndio mfinyanzi. Sasa wewe, what is your trouble? So that's why Christ is telling those who are Christian, we should not be troubled. Kwa sababu sisi ni viumbe ambaye tunaumbwa na Mungu. You are being created. Na hata hii mambo ya tunasema shida ama afflictions, bado they are God creation. Unajua kabisa in God hata he works with the evil as well as with the good. Kwa Mungu hakuna nini? With God there is no evil. Kwake zote anazitumia nini? Interchangeably. Anazitumia zote. He can even use evil to bring good. Na huwezi kumuuliza ni Mungu. Lakini sisi sasa wakati tunapitia shida kidogo ya mwili, tunaanza kuwa troubled, tunaanza kulia, tunaanza hata kupoteza laini, tunaanza hata kwenda njia zingine za mikato, tunaanza hata yani kuprofane the Sabbath, tunaanza hata kufanya mambo mengine. All these things hasitakikani kwa watoto wa Mungu. Hasitakikani kabisa. If you read Luke 12:32, Luke 12:32 inasema mna gani? Haraka. Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Msiogope enyi kundi dogo. Mnafikiri watu wa Mungu ni wengi? Enyi kundi dogo ambaye ni watoto wa Mungu. Usifikiri ati pale unaenda kukuta watu wamejaa, watu wanasema amen kundi. Hapana, msiogope enyi kundi dogo. Manake watu wa Mungu sio wengi vile watu wanafikiria. Ni watu wachache sana. Kama vile unaona sisi hapa ni watu wachache. Msiogope. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. It is not your pleasure, it is who? Your Father's good pleasure to give you the kingdom. So wakati anakuambia don't be troubled, how are you going to get that kingdom?
affliction is the way of that kingdom. So if you don't want that kingdom, then trokea nini? Affliction. Wachana affliction. But still, hata ukitaka kutrokea affliction hauwezi. Utatoroka uende wapi? You are not of your own. Wewe sio wewe. You are not of your own. Wewe ni mtu umeshikwa. Na the grace of God wakati inashika mtu lazima ufanye nini? Ikufikishe wapi? Mahali nataka. The grace will take us home, whether we like it or not. Hata tukijaribu kujivuta namna gani, ile kitu tu tutaongezewa ni nini? Ni viboko. Ujue hivyo. Kama wewe ni mwana wa Mungu and the grace of God has holden you and is driving you to the eternal kingdom, hakuna jingine. There is no reverse. Mimi wakati nilijua hivyo, mimi waka nasema kama vile yani Paul alisema, I never again will do things in accordance with the flesh and blood. Mambo ya flesh and blood nikasema sasa hiyo wachana naye. Manake nilijua it is fighting against the pricks. Hutaweza. Utangengana ni kama vile tulikuwa tunaambiwa, yani mpiga ngumi ukuta ufanye nini? Uumia mwenyewe. Wewe ambaye unapiga ngumi ukuta hautaumia. Nani ataumia? Ni wewe. Hivyo ndio salvation iko. Kwa sababu you are fighting with your maker. Tumeona Isaya ngapi? Isaya ngapi? Si tumeona hiyo Isaya. Fighting with your maker. Isaya ngapi? Ama sio Isaya? Isaiah 45:9. That is, woe unto him that striveth with his maker. Hivyo ndio inakuwa. Kwa hivyo, don't be troubled. So, let us take heed then of the evil of a troubled and uncomfortable spirit. You see, what shall we do to prevent it? Tafanya nini? 1 Samuel 30:6. Inasema nini? And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. David encouraged himself in the Lord his God. That is the only way. That's one way how you can be less troubled. You encourage yourself in the Lord your God. So, ukisoma Psalms 42 inasema, why art thou cast down, O my soul? Why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the healthy of my countenance and my God. That is you talking to your soul. You talk to yourself. Hebu soma hiyo Psalms, ni mzuri sana. Psalms 42:11. Soma na Kiswahili. Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Yes. Sasa ni wewe unajiambia, kwa nini? Why are you? Wanawake saa zingine wewe mwenyewe unakuta, hata wewe mwenyewe unajikuta kabisa unahuzunika. Unahuzunika. Teach yourself not to be troubled. Teach yourself, talk to your soul. Kwa nini unafaidhika? Na wewe uko chini ya nani? Ya Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Na Mungu anasema usifadhaike. Don't be troubled. So all these things lazima tuziweke. See that your heart be mortified to the world and fixed on heavenly things. Whilst you have too great a value for worldly things, your heart will be overwhelmed with the griefs and cares and troubles. Ukiweka mambo ya dunia mbele,
Ukiwa unafikiria tu vile yani mambo utanawili hapa duniani, that's a must, you are going to be troubled. Kama utaweka mambo ya mbinguni iwe ndio mbele, hii ingine inakuja. That is for the children of God. You see now, na ninaona katika Job wanasema in all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Job hata wakati alienda akapitia kwa njia gani, hata yale mambo ambayo Job aliumia, he was a patient man in this world. Tunaona he never sinned, na hakuna pahali aliona makosa ya Mungu. That's a man of God. Hakuna pahali alitenda dhambi kwa sababu ya yale alipitia. Je, wakati huu sijui kama wengi tunataka kustahili mambo mengine ambayo tunasoma katika Biblia, me included, kwa sababu ni mambo mazito, na saa zingine tunaomba Mungu tusiingie katika majaribu mengine kama hayo. So tunaambiwa those that weep they weep not, and they that weep as though they wept not, and they that rejoice as though they rejoiced not, and they that buy as though they possessed not. So all this ni kusema if you are Christian, kuna kitu ndio uonekane hata raha, even to be overjoyed, ama kuwa sasa watu wengine wakiwa na raha. Hata ni asubuhi nilikuwa naambia in fact sasa zingine ukiangalia hii dunia unaona even why Christ never laughed. Kwa nini Yesu hakucheka hii dunia? Maana sasa zingine hata ukiangalia unasema nini itakufanya hata wewe ucheke, ufurahi. Ukiangalia all over, even your neighbors, our friends, unaona tu hivyo mambo ambayo inafanyika, sio mambo ambayo inaweza kufika pahali ya tufurahi. Unakuta ni mambo ambayo sio mazuri. Kwa hivyo even if you are going to enjoy hii dunia, unaenjoy ukiwa kabisa unajua hapa hakuna kitu kweli. You enjoy as if you enjoy not. Usiende pale unakuta watu wanacheka na wewe unapanua mdomo unacheka kama watu wa dunia. Ama unakuta watu wanaenda ni chakula pale wanakula, hata wewe unaenda pale unakaa kama wao. Wachana na wao. Don't. Kwa sababu watu wa dunia hata mambo mengine wanafanya, you should not. Manake ukicheza you'll be troubled. Watakuingiza katika yale mambo ambayo yana trouble wao. Lakini wewe sio hivyo. So the next cure is the text about the exercise of faith on God and Christ. You believe in God, believe also in me. So sense is the cause of trouble, faith is a comfort. Sense is a cause of trouble, faith is a comfort. Manake sense ni ya mwili, ni mambo ya mwili. Lakini faith inakupeleka mambo ya Mungu. Kwa hivyo if you dwell very much on sense, you'll be troubled. But when you dwell on faith, you will have comfort in this world. So all these things, lazima tuelewe. Let us labor to keep our consciences pure, if we would not have our hearts troubled. So, in fact here, there is a very big point here, how an evil conscience, and unless you understand an evil conscience, how it works, you won't understand how to keep yourself pure in your conscience. Because most of the time, unakuta sisi wanga tunafanya kazi with an evil conscience. When we shall have time, nitakuja siku moja kuwafundisha how an evil conscience work. Na vile watu wengi hawajui that the conscience which is in them is an evil conscience. And that evil conscience lazima ifanye nini? Iondolewe, uwe na kitu inaitwa pure conscience. Because an evil conscience is iko na secret ndani yake ambayo inafanya kazi, ambayo wewe mwenyewe you'll never be troubled hata wakati unafanya dhambi fulani. Unakuta hiyo evil conscience inakuambia nini? Inakupatia tick. Na utajua. So that's another point. So there are certain ordinances appointed to fortify us against soul trouble. That's the word
of God. It teaches many things how not to be troubled. Kwa hivyo hata kusoma kunasaidia sana. So we are going to continue afternoon on this evil conscience, on this being troubled, but for now let us go for the lunch.